إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka ziada za amani na salamu zimiminike kwa wingi kwa kiongozi wa umma, kipenzi cha watu, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ndugu zangu, leo tunaingia katika siku ya pili ya mdahalo wa kiimani, mdahalo wa kielimu baina yangu kwa upande wa Uislamu na ndugu yangu Pastor Ndacha kutoka nchini Kenya kwa upande wa Wakristo. Jana tulianza kujadili mada ya mgeni wangu. Pastor Ndacha ndiyo alichagua mada ya Biblia na Qur'ani, kipi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Leo walilahi alhamdu tunajadili mada ambayo mimi mwenyeji ndio nimeichagua. Japo jana ndugu yangu Ndacha anasema mada ya leo ndiyo kajipanga sana. Yaani mada niliyochagua mimi yeye ndo kajipanga sana. Ile aliyochagua yeye hakujipanga sana. Kwa hiyo kama kuna vitu viliteleza hakujipanga sana. Mada ya leo tunakwenda kuzungumzia Uislamu na Ukristo, ipi dini ya haki au ipi dini sahihi mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ikumbukwe kwamba hii ni mada ambayo watu wanatakiwa wajifunze, kwa sababu kuna zaidi ya watu bilioni 2.5 duniani kote, Waislamu na Wakristo, kati ya watu takriban bilioni 6 duniani. Na mada hii inatakiwa izungumzwe kitaalamu, kisomi, kama bwana Jeff Masawe alivyozungumza kwamba mada hii inatakiwa izungumzwe kwa elimu, na tunatakiwa tujadiliane hapa kitaalamu. Sasa kabla sijaanza, kwanza naomba nitoe maelezo mafupi. Dini ni nini? Dini ni utaratibu unaotumikwa na binadamu katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Dini ni utaratibu unaotumiwa na wanadamu katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Utaratibu huu unaweza kuwa umepangwa na Mwenyezi Mungu au umepangwa na wanadamu. Ikitokea umepangwa na Mwenyezi Mungu na ukathibitishwa na maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu, utaratibu huu unaitwa wa Mungu na ndiyo inakuwa dini sahihi mbele ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa utaratibu huu umepangwa na wanadamu na haupatikani katika maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu, badala yake ukawa unatokana na fikra za kibinadamu, utaratibu huu unakuwa wa kibinadamu na dini hii inakuwa dini ya kibinadamu, yani sio dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Kutokana na sababu hizo, ndiyo maana tuko hapa leo kujadili kati ya Uislamu na Ukristo, ipi dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ili dini ithibitike kuwa ya Mwenyezi Mungu, sharti la kwanza
wale wanaoitangaza dini hiyo, wanaoifundisha dini hiyo, wanaoithibitisha dini hiyo, waithibitishe kwa maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Yasiyo maneno yanayotoka kwenye vinywa vyao, wala zisiwe fikra za watu waliotoa fikra zao kwa maandishi au vitabu mbalimbali ambavyo msingi wake hautokani na tafsiri ya maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Sisi Waislamu tunaamini Uislamu ni dini ya haki, dini ya Mwenyezi Mungu aliyotuchagulia Waislamu. Kulithibitisha hilo, tunaona maandiko matakatifu kupitia kitabu chetu cha Qur'ani. Kwa Uislamu ni dini inayothibitishwa kimaandiko kupitia Qur'ani takatifu, na ndiyo maana Mwenyezi Mungu akasoma risala hii katika kinywa cha Mtume Muhammad ili kuondoa hofu Waislamu wasije wakaisi na wao wanaishi kwa dini ya kubabaisha. Mungu akasoma risala kupitia kinywa cha Mtume juu ya Uislamu. Qur'ani sura ya 3 aya nambari 19. Naam. 3:19 Al-Karim nasema. Nasemaje? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Mwenyezi Mungu anawatoa mashaka wa Uislamu. Ikitokea atakuja mtu yoyote kuwataka kuacha Uislamu na wafuate dini nyingine, kwanza wawe na evidence ya kujilinda. Mwenyezi Mungu ana risala kwa kinywa cha Mtume akisema bila ya shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa kwanza Uislamu una sifa mbili. Kwanza hauna shaka, ni dini isiyo na shaka, lakini pia ni dini ya haki, alafu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa Muislamu anapokuwa Muislamu anajitetea kwa maandiko ya Mungu, hawi Muislamu kwa akili za watu wala maneno ya kuungaunga. Ndio maana tukawa Waislamu kwa sababu ni dini ya Mwenyezi Mungu aliyesema kuwa ni dini ya haki. Sasa kwa kuwa Uislamu ni dini ya haki ambayo Mungu amewachagulia au ameitaka hiyo ndio dini ya haki, lazima tujue dini hii ya haki ya Uislamu wamepewa kina nani, ni dini maalum kwa ajili ya watu gani. Mwenyezi Mungu akalitaja kundi linalotakiwa kuwa Waislamu katika mgongo wa ardhi. Kina nani amewachagulia dini ya haki ambayo ni dini ya Uislamu? Qur'ani sura ya 30 aya ya 30. Naam, inasemaje? Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Mwenyezi Mungu anasema basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu aliyowaambia watu. Hii dini iliyo sawa sawa ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu. Kwa watu wote duniani wameumbwa kwa dini, kwa umbo la dini ya Uislamu. Endelea. Yaani dini hii ya Kiislamu, hii dini ya Kiislamu ndio umbo la Mwenyezi Mungu aliyowataka watu waumbwe nalo. Maana yake mwanadamu yote kimaumbile ana tabia na umbo la Kiislamu. Endelea. inahusiana barabara na umbo la binadamu. Uislamu ndio dini inayokubaliana na maumbile ya kibinadamu, physical and spiritual. Uislamu unaweza kufuafikiana na umbo la mwanadamu kiibada, unaweza kuafikiana na maisha ya mwanadamu kiroho na kimwili. Uislamu ndio dini inakubaliana kimaumbile. Maana yake dini ya Kiislamu, amri, sheria na hukumu zake zinatetea umbo la mwanadamu na wala hazidhofishi wala kuliteza nguvu wala kulipa shida umbo la mwanadamu. Ikifungwa saumu haina lengo kumtesa bali ni kumtibu. Ikifanywa swala haina lengo la kumtesa bali kumfanyia mazoezi. Kila ibada
katika Uislamu ina faida katika maumbile ya mwanadamu. Endelea. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anawataka wanadamu waishi katika utaratibu wa Kiislamu. Hiyo ndio dini iliyo ya haki. Mwenyezi Mungu anasema Uislamu ndio dini iliyo ya haki. Lakini watu wengi hawajui. Ndio maana wanakuja kufanya mjadala na sisi ili mradi watuvute katika dini zao ambazo hazina ithibati za kimaandiko. Mwenyezi Mungu anaonyesha kwamba Uislamu ni dini iliyofungamana na umma wa kibinadamu. Duniani Mwenyezi Mungu alipoumba viumbe, kiumbe cha kwanza mwanadamu alimuumba Adam. Naye alipewa mfumo wa umbo hilo, aliishi katika tabia za Kiislamu. Mwenyezi Mungu anathibitisha hili katika Qur'ani sura ya 2 aya ya 213. Binadamu wa kwanza naye ameishi katika utaratibu wa Kiislamu. Soma hiyo. Inasemaje? Watu wote ndio walikuwa ni moja ya haki. Huko nyuma Mungu alipomuumba Adam na kizazi chake, watu wote walipewa utaratibu wa dini moja ya haki. Endelea. Aliyokuja nayo Nabii Adam. Na dini hii ndio aliyopewa Adam kwa sababu Adam alikuwa mwanadamu, na Qur'ani inasema mwanadamu ameumbwa kwa umbo linalohitaji maumbile ya ibada ya dini ya Kiislamu. Basi Adam alipoletwa, aliletwa na Uislamu pia. Endelea. Kisha wakahitirafiana. Kisha baada ya watu kuwa wengi, elimu kuwa kubwa, makundi ya watu wakahitirafiana, wakatofautiana. Kuna walioendelea kuamini kile alichokuja nacho Adam, na kuna walioacha kile alichokuja nacho Adam. Endelea. Basi kwa sababu ya kuhitirafiana, Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watoa habari njema na waonyao. Kwa sababu analia kuwataka watu waishi katika mfumo wa Kiislamu, na kuna kundi lililoacha wale waliokuja nao Adam, na Adam anaondoka muda mrefu, hakuna mwenye uthibitisho. Mwenyezi Mungu akawaleta manabii kwa lengo moja tu, ili wao watoe habari njema na kuonya. Kwa malengo hayo wawakumbushe msingi wa imani aliyokuja nayo Adam. Endelea. Na pamoja nao akawateremsha vitabu vilivyoshikamana na haki, na ili kuthibitisha kwamba hicho anachofundisha manabii ni kweli, akawapa na vitabu ili wafundishwe kwamba Uislamu ndiyo dini aliyokuja nayo Adam, na ndiyo matendo ya asili anayotaka Mungu aishi nayo mwanadamu. Endelea. Ili hukumu ya watu katika yale waliohitirafiana. Lengo la kuletwa vitabu ili kujua ukweli katika yale wanayopingana. Watu wakisema Ukristo ni dini na wengine wakisema Uislamu ni dini, Qur'ani inasema vile vitabu vya Mwenyezi Mungu, na hivyo ndio vitakavyotoa maelekezo, hivyo ndio vitakavyoondoa mgogoro, kuthibitisha nani kasema kweli. Na leo tutajua kwa maandiko Uislamu na Ukristo hivi ni haki. Endelea. Na hawakuhitirafiana katika hayo, ila wale waliopewa vitabu hivyo. Na hawakuhitirafiana katika hilo isipokuwa ya makundi yaliyopewa vitabu hivyo. Kuna wengine waliona tabu kufuata na kuna wengine wakakubali kufuata. Endelea. Baada ya kuwafikia hoja zilizo wazi. Lakini baada ya kuwafikia hoja zilizo wazi, kwa Qur'ani inatuonyesha kwamba Adam ambaye ni mtu wa kwanza kuletwa duniani alikuwa ni Muislamu, na aliumbwa katika umbo la Kiislamu, na alikupaswa kuwa Muislamu. Kwa nini wanadamu wanatakiwa wawe Waislamu? Sababu ya msingi hasa ni nini? Kwa nini wasiwe Wakristo? Kwa nini wasiwe na Buddha? Kwa nini wasiwe Confucius? Kwa nini wasiwe Hindu? Kwa nini wasiwe Shinto? Kwa nini wasiwe Tao? Kwa nini wasiwe Judaism? 126:6 Qur'ani. Na 6:126 Qur'ani inasema. Hii ndio sababu Mungu akawataka watu wawe Waislamu. Na inasema, inasemaje? Na hii dini ya Uislamu, hii dini ya Uislamu hii ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Hii ndio njia aliyoipanga Mwenyezi Mungu iliyonyooka katika kuelekea matendo ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Maana yake kwamba kinyume na mtu kuwa Muislamu,
basi anapata dini iliyotengwa isiyonyooka, isiyokuwa na ushahidi. Na kwa kuthibitisha hilo, mdahalo huu utakuja kuonesha namna atakavyopata tabu Pastor Ndacha kutengeneza Ukristo kupitia kitabu chake. Atashindwa na hatotoa aya inayosema katika Biblia Ukristo nini. Katu abadani hatotoa aya hiyo. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu ndio njia ya Mola iliyonyooka, ina maandiko, ina ushahidi. Wengine wote wanapotetea dini zao wanatetea kwa dogma, akili za kibinadamu. Uislamu ndio dini ya njia ya Mola wako iliyonyooka. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameileta Qur'ani, akatufundisha Uislamu kuwa dini ya haki, akaupeleka kwa Adam, akaufanya Uislamu kuwa ni dini iliyonyooka, watu wakawataka wao Waislamu. Mwenyezi Mungu hakuishia hapo. Anasema aliwaleta manabii na vitabu ili kuibainisha haki, ili watu wapate kujua ukweli juu ya kile alichoitarafiana watu baada ya Adam. Manabii walipokuja duniani walitakiwa kuishi kwa utaratibu gani? 42:13 Qur'ani. Naam. 42:13 Qur'ani nasema, hawa manabii waliokuja baada ya Adam, wakati watu wamehitarafiana, Mabuddha wameanzisha dini yao, Kokosi wameanzisha dini yao, Hindu wameanzisha dini yao, Wakristo wameanzisha dini yao. Hawa manabii walipokuja wa Mungu, hawa walikuja kufundisha utaratibu gani, walitakiwa waishi katika tabia gani, kwa sababu manabii ndio kioo cha Mwenyezi Mungu kumjua anataka nini. 42:13 Qur'ani inasema, nasemaje? Amepata sheria ya dini ile ile. Mwenyezi Mungu anatuambia Waislamu wa umati Muhammad ametupa sheria ya dini ile ile. Ipi? Alimuhusia Nuhu. Dini hii ndio Mungu alimuhusia Nuhu wakati wamehitarafiana juu ya kile alichokuja nacho Nabii Adam. Na tunakufunulia wewe. Na hii ndio kafunuliwa Muhammad ili tuwafundishe Wakristo hakuna dini ya haki zaidi ya Uislamu. Endelea. Na tuliwahusia Ibrahimu. Lakini dini hii ilikusiwa Ibrahimu ili wakati wa Ibrahimu na Musa bin Karani akifundisha dini ya masanamu, Ibrahimu alifundisha dini ya haki ya Uislamu. Endelea. Na Musa dini hii alifundisha Musa. Farao alipotaka watu wamkufuru Mungu, Musa akafundisha Uislamu ili kufuata dini iliyokuja nayo Adamu. Endelea. Na Isa. Na dini hii kafundisha Yesu ili tuambie watu Yesu hakuwa Mkristo. Ndio maana ndani ya Biblia hakuna aya ya Ukristo dini katu abadan. Mungu anasema dini hii kafunguliwa Isa. Sisi tunatakiwa tuwafundishe hawa, na leo watakula darasa. Anasema Ndacha mada hii ndio anaiweza sana. Mada hii itamtoa jasho sana, kwa sababu hatopata aya kwenye Biblia inayosema Ukristo ni dini, ila ataungaunga maneno. Na ukitaka kuamini ataunga maneno, naomba reference hii wekeni mdomoni, iwekeni mioyoni mwenu. Akija hapa Ndacha ataungaunga maneno sana, lakini atapata tabu sana. Mimi Qur'ani 3:19 inasema dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, na yeye anitolea ya moja from Genesis to Revelation. Mungu anasema au Yesu anasema, rudia maneno haya, Mungu anasema au Yesu anasema au nabii wa Mungu, nabii wa Mungu katika vitabu vitakatifu vya Torati, Zaburi, Injili na vile vilivyopita, anasema Ukristo ni dini katu abadan. Hatopata haya hiyo, ataungaunga tu maneno. Endelea. Inasema kwamba simamisheni dini wala msifarikiane kwayo. Mungu anamwambia Waislamu, kwa sababu dini hii historia yake ni kuanzia manabii na dini hii historia yake ni maumbile ya mwanadamu, basi Waislamu simamisheni dini wala msifarakane kwa huu Uislamu wenu. Kuweni kitu kimoja, simameni na Uislamu wenu, kwa sababu mmepewa njia iliyonyooka kama Mungu alivyosema katika Qur'ani sura ya 6 aya 126. Kwa hiyo Uislamu
ni dini ya asili iliyobeba nguvu na mafundisho ya kinabii. Ndio dini ambayo Waislamu tunaiamini na ndio dini ambayo Waislamu tunaifuata. Lakini Mwenyezi Mungu katika kuwafariji Waislamu, kuhakikishia Uislamu sio dini kanyanga, kuhakikishia Waislamu sio dini ya kubumba, akatoa permits, akaandika kibali kuithibitisha Uislamu kwa Waislamu, thamani yake na kwa nini ameamua wawe Waislamu. Permit ya kibali hiki Mwenyezi Mungu amekiweka katika Qur'ani sura ya 5 aya nambari 3. Mungu anasema nini katika aya hiyo? Na unasema, inasemaje? Leo nimekukamilishieni dini yenu. Mwenyezi Mungu anasema leo nimekukamilishieni dini yenu Waislamu, na kukutimizieni neema yangu, na nimetimiza neema yangu kwenu Waislamu, na nimekupendeleeni nyinyi Waislamu Uislamu uwe dini yenu. Kwa Waislamu tumekuwa Waislamu kwa sababu Mungu katupendelea Uislamu. Hatuokoti, hatukuoga, wala hatuvutivuti. Yeye aliyetuumba, yeye mwenye maandiko matakatifu ametupendelea Waislamu kuwa Waislamu. Kwa hiyo Uislamu ni chaguo la Mungu kwa Waislamu. Ukija hapa Ndacha uambie watu ndani ya Biblia from Genesis to Revelation, ima Yesu wa Mungu anasema anakupendeleeni Ukristo uwe dini yenu. Hamtapata mpaka mnakufa. Takbir. Sisi Uislamu tumechaguliwa na aliyetuumba. Na nyinyi mtuambie Ukristo kakuchagulieni nani? Alafu Yesu anasimama hapa eti ananiona leo na tabasamu utakwenda kusilimu. Umempa wakati mgumu sana leo Ndacha kumwambia astiki katika maandiko, atapata tabu sana. Yaani leo afadhali ya jana. Kwa Uislamu sisi tumechaguliwa na Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye atuchagulia huu Uislamu. Kwa Uislamu kila Muislamu tembea kifua mbele. Kwa sababu kwanza ni dini takatifu ya haki aliyochagua Mungu. Mbili, Mwenyezi Mungu anasema ndio njia iliyonyoka. La tatu, dini hii wamepewa manabii. Lakini la nne, umbo la Uislamu linaumbana, yani umbo la mwanadamu linahitaji umbo la Kiislamu. Lakini kubwa zaidi ni dini iliyochaguliwa na kuridhiwa na Mwenyezi Mungu. Muislamu ameridhiwa na Mungu. Ukiliona jitu linauacha Uislamu linaacha faida na linafuata laana. Sababu dini kaichagua Allah hii. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akatoa ofa kwa Waislamu baada ya kufuata Uislamu wakatenda vitendo vizuri. Mungu akawapa ofa wasije wakadhikika na ibada duniani alafu akhera wakawa hawana chochote. Mungu akawapa ofa baada ya kushika Uislamu kwa matendo mema. Ama akasema nini? 43:68-69 Qur'ani. Na unasema, ndio enyi waja wangu mlio wazuri. Mwenyezi Mungu anasema enyi waja wangu mlio wazuri, hamtakuwa na hofu siku hiyo. Kwanza siku hiyo waja wa Mungu hawatakuwa na hofu siku ya Kiyama. Hamtahuzunika. Waumini wa Kiislamu hawatahuzunika siku ya Kiyama. Waja wangu, enyi waja wangu ambao waliziamini aya zetu, ambao waliziamini aya za Mwenyezi Mungu, iwe za Torati au za Zaburi au za Injili au za Qur'ani, wakafuata utaratibu unaofuata. Endelea. na walikuwa Waislamu kamili. Alafu wakawa Waislamu kamili, yani wanafuata maandiko ya Mungu alafu wakawa Waislamu kamili. Endelea. Ingieni bustanini peponi. Mungu anawapa faraja, anawaambia ingieni bustanini katika pepo. Endelea. Nyinyi hapo wataingia Waislamu wanamume na wake zenu na Waislamu wanamke pia peponi. Mtafurahishwa humo. Lakini lengo la kutiwa peponi wakale matunda aliyoandaa Mungu kwa waja wema. Ikipatikana aya katika Biblia Mungu au Yesu anasema Mkristo anaingia peponi, mimi naacha Uislamu leo. Yani Mungu anasema Mkristo ataruzukiwa peponi, Mkristo ataingia peponi. Hakuna aya hiyo, hakuna. Atazunguka tu. Nataka nikuambieni, kula dona na dagaa, baki Muislamu.
acha V8 ukaukimbia Uislamu. Uislamu ni dini ya haki. Waislamu wataingia peponi kwa sababu Mungu amewaridhia Uislamu ndio dini yao. Sasa nini kitawakuta watu wasioutaka Uislamu? Umeng'ang'ania sasa, mimi siutaki Uislamu, mimi siutaki Uislamu. Mungu katoa tahadhari, indhar. Mungu katoa tahadhari, macha yefu, tahadhari. Allah katoa tahadhari. Ukisema hutaki Uislamu, 385 Qur'ani. Qur'ani sura 3 aya 85. Qur'ani sura 3 aya 85 nasemaje? Inasema na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, na anayetaka dini isiyokuwa Uislamu, basi Mungu anasema basi haitakubaliwa kwake. Mungu hatoikubali dini hiyo Naye akhera, na yeye siku ya mwisho, siku ya malipo, atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Kina nani watakuwa kwenye hasara kubwa siku ya kiyama? Wakorintho wa kwanza 15:18 19. 19 kwanza, acha hiyo, bado hiyo, wewe acha tele kule. Hiyo sala nyingine itapigwa baadaye. Nataka aruke alafu ninyoche na hiyo 15:18 maliza bado dakika 2. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo, wao walijikita kwa Bwana Yesu akasema ndio Bwana na Mwokozi wao, wamepotea. hao kwanza wamepotea. Kama katika maisha haya, Na kama maisha haya dunia tunayo, tunamtumaini Kristo, umeng'ang'ania tu mimi ni Yesu, sisi tumasikini kuliko watu wote. Sasa chagua uingie peponi au uwe maskini mbele za Mungu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum Basi tumesikia hoja za Dr. Sule. Ni hoja ambazo Wakristo tunazisikia na wala hazitushawishi kuingia katika Uislamu. Sasa na mwalimu ataenda kubainisha kwa nini hazitushawishi sisi kuslimu na kujiunga kuwa wafuasi wa Allah na mtume wake Muhammad. Basi bila kuchelewa nikupandishe mtumishi wa Mungu Francis Ndasha. Huyu tumemteua kuwa jemedali forefront kuwakilisha imani ya Kikristo katika eneo hili. Basi dakika 30 timekeeper, weka hapo tunda haki kwa haki. Dakika 30 mwalimu, na kuomba uanze. Haya, kwanza nataka nianze na salamu kwa ndugu zangu katika imani. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na rehema na baraka zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziweze kuwa pamoja nanyi Na kwako pia. na Waislamu nao. Nitatumia salamu zinatumika pwani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni. Nitamshukuru Mungu kwa kutujalia na kutuwezesha na kuwa na kikao kama hiki cha elimu kwa ajili ya kubainisha haki na pia kujitenga na batili. Sasa ningetaka nianze na salamu kwa mwalimu wa Kiislamu
Dr. Sule, nitaanza na salamu 17 18 17 Methali. Ajitetee kwanza. Yule ambaye huanza kujitetea kwanza huonekana kuwa ana haki, anaweza kuonekana kama anasema kweli, lakini jirani yake huja, lakini baadaye jirani yake huja na kumchunguza ili kumchunguza. Kwa hivyo kwa dakika 30 nitatumia kumchunguza mwalimu wa Kiislamu, mhadhiri wa Kiislamu, ili tuone hoja zake ni dhaifu ama ni hoja zina nguvu. Kama zina nguvu haziwezi zikavunjwa, lakini kama zitavunjwa, Dr. Sule, ujue ya kwamba hoja zako ni dhaifu. Alafu kuna maneno ulianza nayo hapa, kwanza ukanishuhudia uongo, na kama huku nishuhudia uongo hukusikia nilichokisema. Sikusema mada hii nimejitayarisha kuliko ya jana, sikusema hivyo. Nilisema mada ya leo naipenda sana, hivyo ndivyo nilivyosema. Nimenukuu maandiko ulioyatumia katika mada hii ya dini, nikapata katika Qur'ani umetumia aya 7 peke yake kwa dakika 30, lakini ukimaliza ukatumia aya 1 ndani ya Biblia tena ukaitumia vibaya. Nataka nikurekebishe, alafu nikupige msasa, alafu niendelee na aya zako 7. Nikimaliza nazo sasa nikutie shuoni. Msomaji, mwalimu amesoma 15:18 wa Korintho wa kwanza. Ndio. Hebu isome. Inasema, na hapo waonao waliolala katika Kristo wamepotea. Sasa yeye akajenga hoja, ukilala ukiwa Mkristo umepotea. Hiyo ndio hoja yake hapo, lakini hiyo aya ina muktadha. Msomaji, niko. Hebu anzia 17. Inasema hivi. Inasemaje? Na kama Kristo hakufufuka, kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure. Kwa hivyo muktadha, Dr. Sule, kwa hiyo aya ni kama Yesu hakufufuka, waliolala katika Kristo wamepotea. Waliolala katika Kristo wamepotea ikiwa Kristo hakufufuka. Hiyo ndio muktadha wa hiyo aya. Sasa swali, alifufuka? Sasa soma hapo 20, aliacha hapo. Lakini sasa Kristo ndio amefufuka katika wafu. Limbuko lao waliolala. Kwa hivyo waliolala katika Kristo hawajafanyaje? Hawajapotea. Hapo alijua kuna msumari, hakufika hapo, alikata nusu. Sasa kitu kingine ambacho nimegundua, Dr. Sule ama Waislamu, wacha nisimtaje yeye, wacha niweze kuongelea Waislamu katika mada ya leo. Si ati ya kwamba hatujasoma Qur'ani kwanza, mimi nisije nikasemea mtu. Qur'ani nimeisoma kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas, nikaimaliza yote na nikarudia tena. Kwa hivyo usidhani hizo aya unatoa sijasisoma, nimesoma. Kwanza Qur'ani 3:19 nimeisoma, lakini niko na hoja ya kuivunja. Sasa naomba niivunje, ukija Sule ujenge tena tuone. 3:19 Qur'ani, soma. Inasema, twende. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Haya maneno ndio nina shaka nayo. Haya maneno ni ya nani? Kwa sababu kama ingekuwa ya Mungu, Mungu hangesema dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Kama ingekuwa ya Mungu, angesema dini ya haki mbele yangu. Kwa hivyo Sule, naomba ukipanda, naomba aya katika Qur'ani. Mungu anasema Uislamu ni dini yangu. Kwa nini Mungu asemewe? Anasemewa kwa nini? Kwa nini asijisemee?
Kwa mfano, kwanza Sule anasema mkutano wetu ni wa elimu, anasema hivyo. Tena anarudia mkutano wetu ni wa elimu, tena umeandikwa hapa mdahalo wa kielimu. Alafu Sule alipoingia hapa akasema ni nini maana ya dini, akaweka maneno yake. Hakusoma mahali hata gazeti. Ungetusomea mahali utuambie vitabu vinasemaje dini maana yake nini, ukusema. Sasa nataka nikutie shuoni ni nini maana ya dini. Msomaji, Mwalimu. Qur'ani 3:19. Enyi watu wa kitabu, Enyi watu wa kitabu, kwa nini mnawazuilia watu? Kwa nini mnawazuilia watu na njia dini ya Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo maana ya dini ni njia. Dini ni Kiarabu, Kiswahili ni njia. Yaani leo tunaulizana njia ya kweli ya Mungu ni gani? Hiyo ni Kiswahili. Kwa Kiarabu tunaulizana dini ya kweli ya Mungu ni gani? Hiyo mada. Maana dini ni njia. Na wewe nikakubatiza wewe na huyu nikambatiza huyu, mimi najua nazika Uislamu wote Tanzania, maana Uislamu wote huko kwa mgongo wa Sule. Sasa naomba nisije nikatumia Qur'ani kuweka tafsiri ya maana ya neno dini. Wacha nitumie Biblia. Nimetumia Qur'ani kwa sababu anaikubali. 6:4 Ayubu. Inasema hivi, Ayubu 4:6. katika Ayubu 4:6. Soma hiyo. Na wanampigia kelele sana hawa wazee. Muacheni atulie huyu mwalimu. Soma hiyo. Je, dini yako sio mataraja yako? Dini yako sio mataraja yako, na matumaini yako sio huo uelekevu wa njia zako? Kwa hivyo Biblia pia inaweka wazi dini ni njia. Dini ni njia. Lakini sasa kile ambacho tunaulizana, kuna njia ngapi? Hatuogelei barabara hii highway. Hapana, hiyo inaitwa barabara. Tunaogelea njia ya kumwabudu Mungu, njia ya kumfikia Mungu. Hiyo ndio inaitwa dini. Dini si kiube. Mimi nawashangaa hata mnaambiwa hii dini ya Uislamu ate iliubwa. Dini si kiube. Hapana. Dini ni njia ya kumwabudu Mungu, si kiube. Hapana. Sasa naomba unisaidie msomaji, kitabu cha Methali 12:15. Inasemaje? Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake. Sasa sikiliza Sule. Sasa sikilizeni katika meza ya kihadhiri ya Kiislamu. Ningewaomba muwe watulifu ndio muweze kunisikiliza, msije mkakosa kunisikia. Ndio ninaomba tu, sina ubaya, ni ombi tu, msikasirike. Naomba tu mnisikilize. Haya, hebu soma andiko hiyo. Inasemaje? Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, twende, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Kwa hivyo njia za mauti ziko nyingi, dini za mauti ziko nyingi, lakini ya kweli na ya uzima ni moja peke yake, na ndio tunatafuta. Kwa hivyo mimi sikatai Uislamu ni dini, mimi sikatai. Kile ninachokataa, dini ya Uislamu sio ya kweli ya Mungu. Hiyo ndio ninakataa. Sasa natakikana kufanya hivi, natakikana kusema kama Uislamu ni dini na ninakubali ni dini na sio ya Mungu, ni ya nani? Hiyo nitajibu. Sasa Sule ametoa Qur'ani 6:126. Dini hii ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Ndivyo ametoa aya, na kweli aya inasema hivyo. Lakini mimi nasema bado kusema dini ya Mungu imenyooka ama dini ya Uislamu imenyooka si hoja, bado si hoja hiyo. Kwa nini si hoja? Kwa sababu kuna zingine zimenyooka ambazo si za Mungu.
lakini zimenyooka. Sasa msomaji, mwalimu, naomba nitumie Biblia Qur'ani tafsiri ya Mayunga ukurasa wa 6. Kwanza, unajua Muislamu akienda kwa msikiti wanaposali mara 5 kwa siku, kuna maneno lazima waseme. Tuongoze katika njia iliyonyooka. Hiyo lazima mara 5 kwa siku. Sasa mimi nawauliza Waislamu, mnadai nyinyi mko kwa njia iliyonyooka. Sasa mara 5 kwa siku mnaobaga njia iliyonyooka na mko nayo? Unaona sio? Hata anatabasamu anasema na hapo ina make sense. Ni kweli. Msomaji, mwalimu, ukurasa wa 6 umefika? Ndio. Haya, hebu nisomee nisikie. Njia iliyonyooka. Sasa hapa shule hii ni Qur'ani imetafsiriwa na imemalizika kutafsiriwa. Anasema njia iliyonyooka ni mitume. Ati ni mitume. Wewe usomi mahali ambapo nimekwambia usome hapo, isemi mtume ni Muhammad. Inasema njia iliyonyooka ni mtume. Si mitume, ni mtume na ahlul bait. Unaona, njia iliyonyooka ni Muhammad na watu wa nyumbani kwake. Sasa naomba leo mtuambie, njia iliyonyooka tunayozungumzia leo ni Muhammad ama ni Uislamu? Ama Muhammad ndio Uislamu? Ndivyo. Sasa mimi naomba, kwa sababu alitumia aya akasema hii dini ya Uislamu. Kwanza kuna kitu moja katika Qur'ani 2:213 kuna kutokuelewana katika watafsiri. Ukisoma Farisi anasema watu wote walikuwa dini moja aliyokuja nayo Nabii Adam, lakini watafsiri wengine wa Qur'ani wanasema watu wote walikuwa wa umma mmoja. Sasa tuseme walikuwa wa dini ama tuseme walikuwa wa umma? Hebu nisaidie Qur'ani tafsiri ya Barwani 2:213. Ikipatikana katika hiyo tafsiri neno dini, uje unitamkishe shahada saa hii boko 2:213. Kwanza ulikuwa mwenyekiti, sijui uligeukaje tena ukakuja hapo, ama ndio wakofa? Soma hiyo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Twende. Kana an-nasu ummatan wahid. Watu wote walikuwa umma moja. Lakini ile ambaye sura alisoma ilisemaje? Watu wote walikuwa dini moja. Na hiyo imesema watu wote walikuwa umma moja. Sasa tukisema leo Adam alikuwa Muislamu kwa mujibu wa mafundisho ya Dr. Sule. Sasa naomba sasa nitoe aya katika Qur'ani nimjegee hoja, akija avunje kama yeye kidume. Na nisije nikatumia kidume ikaonekana kana kwamba ni sijui ni Kiswahili. Unajua kule kwetu inakuwa na mguu mmoja, huku Tanzania iko na miguu mbili. Kwa hivyo nikitumia neno la Kiswahili linawezekana likawa kwangu halimaanishi litakavyomaanisha kwenu. Kwa hivyo mnisamehe wakati mwingine. Kwa hivyo naomba msomaji unisaidie Qur'ani 62:3. Sasa mimi nataka nitoe changamoto katika hoja ya Sule, alafu sasa nikufundishe sasa dini wa Kristo wanayoifuata ni gani. Maana wa Kristo Waislamu hapa hakuna Muislamu anajua dini ambayo wa Kristo wanafuata ni gani. Hayupo, hata huyu Sule hajui. Ujui, ninakwambia ujui. Mnajitungia tu mambo yenu tu kwa msikiti. Sasa leo tumekuja mbele yenu tuwaambie dini yetu ni gani na ni ya Mungu. Mtoe ingine zaidi ya hiyo, kunyesha mvua ya makunguru. Soma andiko. Na amemleta kwa wengine miongoni mwao. Na amemleta. Sasa wewe ulisema Adam alikuwa Muislamu. Sasa hii aya inasema amemleta kwa wengine miongoni mwao, walio bado kuungana nao. Nao ndio sisi. Nani? Waislamu tuliokuja nyuma. Kumbe nyinyi mlikuja nyuma. Sasa mtakuwaje Waislamu walikuja nyuma tena mseme Adam ni Muislamu?
Sasa hao wengine Waislamu walikuwa malaika? Sasa hiyo sasa anza kupewa ufundi na hao. Kuja fanya hivi, piga kiraka hapa. Ukiweka kiraka kwa nguo mpya itaonekana tu. Sasa naomba unisaidie tena Qur'ani 2:62 alafu nisomee Alulu Al-Marijani ukurasa wa 54. Sasa hapa ndio kinyaganyiro kianze sasa. Unajua nyinyi mmekuja leta andiko ndani ya Biblia, Ukristo ni dini. Wewe ngoja tukifika jioni patakuwa patashika suruali kushanika. Soma hiyo. Inasemaje? Na katika walioamini mitume ya zamani huko, walioamini mitume zamani huko, na Wayahudi walikuwa zamani, na Wakristo walikuwa zamani, na Wasabai. Hapo kuna Waislamu? Hakuna. Wametajwa Wayahudi na nani? Wakristo na nani? Wasabai. Zamani. Sasa kwa nini nyinyi hambatikani zamani? Maneno yako hapo, anaoamini Mwenyezi Mungu kama anavyosema Nabii Muhammad. Hiyo ndio kumalizia. Sasa hiyo kusema anavyosema Nabii Muhammad haileti hoja Waislamu walikuwa zamani. Hapana. Lakini Muhammad amekuja wakati wake, anasema hao wa zamani, Wakristo, Wayahudi, Wasabai. Sasa Muhammad alipokuja sasa akaambiwaje? Qur'ani 14:6. Sasa sikiliza 14:6. Tena leo nawaambia hata Muhammad mwenyewe si Muislamu. 6:14 kitabu cha Qur'ani. Na kama ni Muislamu na kulikuwa na Waislamu wengine zamani, Dr. Sule, dakika zako utakaporudi hapa uje uniambie ni nani aliyemsilimisha Muhammad akawa Muislamu. Sasa mimi nikisema mimi Ndasha nitakuwa Muislamu, mtaniambia tamka shahada, ashhadu. Sasa nani alimsilimisha Muhammad? Soma hiyo. Sema Mtume Muhammad. Je, nimfanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Nimfanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Maliza. Naye hulisha wala halishwi. Maliza. Sema Mtume Muhammad, sema hakika mimi Muhammad nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Sasa kama aliamrishwa, kwa mfano leo yule rais wa hapa Zamia akamuamrisha waziri wa barabara, nimekuamrisha ujenge hiyo barabara, wapi kajenga? Lazima aondoe, lazima atoe. Aliamrishwa jenga barabara, wapi kajenga? Muhammad aliamrishwa asilimu, wapi kasilimu? Nani kamsilimisha? Ukija ujibu hiyo. Sasa kama ni hivyo, hajasilimu, lazima awe yeye ndiye founder, ndiye mwanzishi wa dini ya Uislamu hapa duniani. Msomaji, mwalimu, Qur'ani 12:19 Farisi. Unaona? Sasa sikiliza, hapa tuko na habari, naomba usome aya 12:19 kitabu ni cha Qur'ani. Soma aya. Ukafika msafara karibu na pale kisimani. Huyu anayezungumziwa hapo ni Yusufu, Nabii Yusufu. Sasa nipe sababu nusuru ya hiyo aya. Unaona kuuzana kulikuwako zaidi ya miaka 1400. Mimi najua Sule ni msomi. Huyu najua ni msomi. Hawa wanaweza kuja kuleta ukarabati wengine, lakini si Sule yeye kwanza ni dokta. Labda awe udaktari wake si ule wa ukweli. Lakini kama ni wa ukweli, hawezi kupiga viraka kama wengine. Sasa sikia hapa Sule, mimi hii naenda na wewe kisomi. Hapa inasema unaona kuuzana kulikuweko zaidi ya miaka 1400. Kwa hivyo watu kuuzwa kulikuwa zaidi ya miaka 1400. Kabla ya kuja dini ya Kiislamu aliyokuja nayo Nabii Muhammad. Aliyokuja nayo Nabii Muhammad. Maliza. Halafu wakausingizia Uislamu kuwa ndio uliokuja na kuuza watu. Kumbe kuuzwa kwa watu
kulikuweko, lakini wanazigizia Uislamu ndio umekuja na kuuza nini? Kuuza watu. Lakini kabla ya Uislamu miaka 1400 watu walikuwa wanafanyaje? Walikuwa wanauzwa. Sasa wakati huo watu walikuwa wanauzwa sure. Miaka 1400 Uislamu hakuna, watu wanauzwa. Sasa Uislamu umekuja baada ya miaka 1400. Hiyo miaka 1400 watu walikuwa wa dini gani? Kuja pita hapo ndani. Sasa naomba sasa tuende kisomi. Lazima kuna waliotangulia, Waislamu wakaja nyuma, ama Uislamu ukaja nyuma. Msomaji? Mwalimu. Aruru Alimarijani unayo? Niko nayo. Ukurasa wa 54 umefika? Ndio. Sasa nisomee sasa. Inasema hivi. Inasemaje? Ami yake Khadija. Ati? Ami yake Khadija. Ndio. Ami yake Khadija. Ndio. Na alikuwa ni mtu aliyeingia katika Ukristo. Alikuwa ni mtu ambaye aliingia katika Ukristo. Na Paulo usome vizuri. Inasema ami yake Khadija. Ndio. Na alikuwa ni mtu aliyeingia katika Ukristo. Aliyeingia katika Ukristo kabla ya Uislamu. Kabla ya Uislamu. Kwa hivyo huyo Waraka alikuwa ameingia Ukristo kabla ya Uislamu. Kwa hivyo Ukristo na Uislamu kwa mujibu wa hicho kitabu, nani anatangulia mwingine? Wa Kristo. Sasa kuja useme hiyo kitabu tena si ya Mungu. Nasema hata wewe kuja toa tu haya. Hiyo ni hadithi ya Mtume Muhammad sahihi, si dhaifu. Wanasema Minhaji Muslim, au wanasema sahihi Buhari na Muslim ni vitabu baada ya Qur'an, na hizo zimekusanywa hapa. Wamekubaliana hadithi imepokelewa na muttafaqun alayhi, yani Bukhari na Muslim. Sasa sasa useme Ukristo haukuwa mbele ya Uislamu. Hicho kitabu tuondoe kwa maktaba ya Uislamu. Sasa sikia, sasa nikupeleke shule sasa. Uislamu sasa nani founder? Nani mwanzilishi? Nikishakupa mwanzilishi wa Uislamu, sasa nitakuja nikwambie hawa Wakristo wako hapa na wale wanafuatilia duniani, kwa nini wanaitwa Wakristo? Ukristo unapatikanaje? Wakristo wanapatikanaje? Hiyo ndio elimu. Tunasikia mdahalo wa kielimu. Sasa ukiwa tena ujui maana ya Wakristo, sasa mimi nitashangaa tena hiyo udaktari umepatapataje? Msomaji, Biblia ya Kiafrika uko naye? Niko nayo. Si wamesoma jana wakasoma mpaka Makabayo? Ndio. Sasa leo wacha wakatae. Jana walikusoma Makabayo. Sasa leo kujeni mkatae. Nipe ukurasa nipe ukurasa wa 2216 nafikiri hapo. 2216. Inasema hivi. Inasemaje? 2216. Ndio. Uislamu. Sasa sikiliza sura sasa. Najenga hoja katika hicho kitabu. Kilitumika jana kabisa. Uislamu ni dini iliyoenea duniani. Ni dini iliyoenea duniani. Iliyoanzishwa na mtume. Rudia hapo. Iliyoanzishwa na mtume. Rudia hapo. Iliyoanzishwa na mtume. Rudia hapo. Iliyoanzishwa na mtume. Nani? Nabii wa Kiarabu. Anaitwaje? Muhammadi. Kumbe ndiye mwanzilishi. Ndio naona kabla ya Muhammadi duniani Uislamu hakuna. Ndio naona leo Uislamu unapatikana kwa Qur'ani. Nje ya Qur'ani Uislamu haupo. Na leo ninatoa ahadi. Natoa ahadi mbele ya walimu hawa wote wako hapa. Msaidiane nyote. Ikipatikana katika kitabu kingine, ima Torati, ima Zaburi, ima Injili, ama Isaya, ama Ezekieli, ipatikane nabii mwingine anasema mimi ni Muislamu katika kitabu chake, natoa shahada leo na kuwa Muislamu na ninaitwa Muhammad. Kibarua kwenu. Kibarua kwenu sasa hapo. Joporota la walimu, saidianeni. Usikuje tena hapa kutuambia ikaenda ikateremka. Uislamu ni ndani ya Qur'ani. Mimi leo kunitolea aya kwa Qur'ani Uislamu ni dini ya Mungu hai make sense kwangu.
Kwa nini? Mwanzilishi ni Muhammad na Qur'ani ni ya kwake. Sasa atasema ni Uislamu si ya Mungu wakati yeye ndiye mwenye Uislamu. Ndio naona yeye mwenyewe anasema Uislamu ni dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Anaipigia debe dini yake iwe ya Mungu. Sasa funika Qur'ani sasa. Funika Qur'ani. Unajua jana Suri alisema wewe leo unatoa jasho sana. Leo ametoa jasho, angalia kanzu imeloa. Kwa nini wewe? Hata mimi sikatai kuna joto sana huku Tanzania. Mimi kule kwetu hakuna joto namna hii. Mimi nilikuwa nafikiri wewe umezoea. Kwa hivyo wewe ndio unatoa jasho juu ya mada. Mimi ni joto. Msemaji, mwalimu, naomba unichukulie Biblia hapo imeandikwa Holy Bible. Holy Bible. Ukurasa wa 735. Kwanza nifundishe ni nini maana na dini ya Wakristo inaitwaje? Religion inapatikanaje? Msomaji? Ndiko mwalimu. Soma andiko. Inasemaje? Christians. Sasa sikiliza. Christians, followers of Christ. Followers of Christ. Hiyo hakuna shule haijasomwa hiyo. Kwa hivyo shule kama ni dokta kweli na alisoma darasani kweli, akiulizwa Christians anafaa ajibu ndio udaktari ufanye kazi. Christians, followers of Christ. Kwa hivyo Kristo anafuatwa na Wakristo. Kristo anafuatwa na Wakristo. Sasa Wakristo wanafuata Kristo akiwa nani? Msomaji? Mwalimu, nisaidie 14:6 Yohana. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kweli na nini? Na uzima. Kweli na nini? Na uzima. Na tumepata maana ya dini ni nini? Njia. Njia. Ndio. Yesu anasema mimi ndi njia, kweli na uzima. Kumbe Yesu ni njia, kweli na uzima. Na Wakristo ni followers of Christ. Of Christ. Kwa hivyo wanamfuata Yesu akiwa njia, kweli na uzima. Sasa ili nimwache Yesu niwe Muislamu leo, naomba aya kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nasi. Uislamu ni dini ya kweli ya uzima. Yaani saa hii ninauacha Uislamu bye bye, Ukristo bye bye. Lakini kusema Uislamu dini mbele ya Mungu, kwani kuna gani iko nyuma ya Mungu? Kuna yenye iko nyuma ya Mungu? Si hata mwizi akiiba ako mbele ya Mungu, unafikiri ako nyuma? Msomaji? Mwalimu, Yesu akasemaje kuhusu wanafunzi wake? Nisaidie 9:41 Marko. Kwa kuwa yoyote atakayeonyesha nyinyi kikombe cha maji. Kwa kuwa yoyote atakayenywesha nyinyi kikombe cha maji. Kwa kuwa nyinyi ni nani? Kwa kuwa nyinyi ni nani? Ni watu wa Kristo. Kumbe sisi ni watu wa nani? Wa Kristo. Yesu ni njia, kweli na uzima. Haya, chukua Biblia Kiafrika 11:26, Matendo ya Mitume 11:26. Ukristo ni tabia ya Wakristo. Wakristo wanafuata Kristo, tabia yao inaitwa Ukristo. Ni kama vile nyinyi ni Watanzania, nikisema tabia yenu nitasema Utanzania. Nchi yenu Tanzania. Nyinyi si Utanzania, nchi yenu inaitwa Utanzania. Tabia yenu ndio inaitwa Utanzania. Nchi yenu inaitwa Tanzania, nyinyi mnaitwa Watanzania. Kiswahili tena niwafundishe. Soma hiyo. Inasemaje? 11:26. Piga commentary yake. Kwa kuwapa wafuasi wa Kristo jina hili. Ndio. Paulo hapo ni kitu unajua, unatakikana kuwa umesoma pointi. Dakika zimeisha. Ukristo imeisha. Dakika imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kristo mpo. Ipungeni mkono.